Kamati ya sera ya fedha ilikutana jana tarehe 5 na kufanya tathmini ya mwenendo wa uchumi wa nchi yetu na mwelekeo wake katika robo ya pili ya mwaka huu. Kulingana na tathmini hiyo, kamati imeamua riba ya Benki Kuu kuendelea kuwa 6%. Kwa hiyo kwa muktadha huu, Benki Kuu itaendelea kutekeleza sera ya fedha ili kuhakikisha riba ya mikopo ya siku 7 ambao huwa ndio tunailenga sisi hiyo. Hivyo basi, uamuzi huu wa kamati unalenga kuukinga uchumi wetu dhidi ya athari zinazoweza kutokea kutokana na vikwazo vya kibiashara na migogoro ya kisiasa duniani. Kamati ya sera katika kutathmini mwenendo wa uchumi wa dunia kwa robo ya kwanza ya mwaka huu, kamati ilibaini kuwa shughuli za kiuchumi katika nchi zilizoendelea na zile zilizoibukia kiuchumi ziliendelea kuimarika, na mwenendo huu unatarajiwa kuendelea katika robo zijazo za mwaka 25. Mfumuko wa bei ulipungua na kufikia malengo ya benki kuu za nchi nyingi duniani kutokana na kufifia kwa athari zilizotokana na mitikisiko ya kiuchumi katika vipindi vilivyopita, na utekelezaji wa sera ya fedha iliyolenga kupunguza ongezeko la ukwasi. Kutokana na mwenendo huu pamoja na matarajio ya kuendelea kupungua kwa mfumuko wa bei, benki kuu katika nchi nyingi zimeendelea kupunguza riba zao za sera ya fedha au zingine kusema tunaachia hapa. Kamati pia ilibaini kuwa toka ilipokutana katika kikao chake cha Januari mwaka huu, mwenendo wa uchumi wetu umeendelea kuimarika, na matarajio ni kuwa kuimarika kwa uchumi nchini kunathibitishwa pia na matokeo ya tafiti za mtazamo wa soko, na hivyo kuchangia riba ya mikopo ya siku 7 baina ya benki kubaki karibu na wigo wa juu wa riba ya benki kuu CBI. Pili, kwa mwaka 24 uchumi wa Tanzania ulikuwa imara ukichangiwa na ongezeko la uwekezaji katika sekta za umma na binafsi. Ukuaji wa uchumi wa Tanzania bara unakadiriwa kufikia 5.5 mwaka jana. Ukuaji huu ulichangiwa zaidi na sekta ya kilimo, fedha na bima, uchimbaji wa madini na ujenzi. Vile vile utalii ambao hugusa shughuli nyingi za kiuchumi ulichangia kwa kiasi kikubwa katika ukuaji wa uchumi. Ukuaji wa uchumi unakadiriwa kufikia 5.5 katika robo ya kwanza ya mwaka huu. Robo ya kwanza mwaka huu 25. Uchumi wa Zanzibar unakwenda kasi 7.2 katika robo ya 4 ya mwaka jana, kutoka 2.2 mwaka juzi ule 25, na ulichangiwa zaidi na shughuli za malazi na chakula ambazo kwa kiwango kubwa huambatana na shughuli za utalii pamoja na biashara. Niendelee kutoa shukrani kwa support ambayo Benki Kuu imeendelea kutoa kwa sekta ya kibenki, especially wakati wa tatizo la ukwasi mwaka jana na pia mwanzoni mwa mwaka huu. Tunafurahi kuona kwamba hatua zilizochukuliwa na Benki Kuu zimetufikisha kwenye hali ya sasa ambapo access kwenye Lombard imepungua. Hata mimi kama mwenyekiti siku hizi sipati sana zile calls kutoka kwa wenzangu kwamba twende Benki Kuu. Kwa tunashukuru sana kwa support hii gavana.